Chuma cha Mjerumani. Yes. Bwana, wananchi wanajiandaa kuelekea katika mchezo dhidi ya Singida na maneno yashaanza kuwa mengi. Ni mechi ambayo kwa Yanga ni mchekea tofauti kama Singida akicheza na mnyama. Hilo kwako unalionaje? Kwangu mimi mechi ya Simba na Yanga ni nyepesi kuliko mechi ya Yanga na Singida Black Stars. Narudia, mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga ni rahisi kwa Yanga kuliko mechi ya Singida Black Stars na Yanga. Kwa nini? Hawa ni wakubwa, wanajuana, na mmoja akimpatia mwenzie atamgonga anavyotaka. Ndicho kilichopo mpaka hivi sasa kwenye records. Unakuja kuona hii Yanga imegonga Simba mara nyingi zaidi kuliko Singida. Unaelewa vizuri? Licha kuwa Singida imekuwa haina ubora sana kwa Simba na kwa Yanga. Unaelewa vizuri? Kwa imekuwa ni mechi ngumu ya Singida na Yanga kuliko mechi ya dabi ya Kariakoo. Sasa kuelekea mechi ya Singida na Young Africans, Yanga ambao ni mwenyeji, ninachokiona mie, hii ni mechi ambayo wachezaji wa Yanga kwa ubora waliokuwa nao ni wao kuweza kuamua kutupa alama. Lakini mechi ambayo ninaiona kama kutakuwa na utulivu wa hali ya juu, tunakwenda kupata moja kati ya mechi bora sana. Kwa nini? Singida haina cha kupoteza kwa sasa, kwa sababu ukiangalia shaondoka kwenye mashindano ama kusaka mashindano ya CRDB, lakini hali kadhalika hata kwenye NBC ni timu ambayo inahitaji dua zaidi katika kuweza kufanya vizuri ili kupata nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa inaweza ikaja ikajilipua. Tahadhari ni kwamba inapokuja kucheza na Yanga wakati inasaka nafasi ama kujiweka katika nafasi nzuri ya kushiriki michuano ya kimataifa, ikija kucheza uchi, msiba utakuwepo kwenye kibatari cha KMC. Huo ndio uhalisia. Mara kadhaa timu ambazo zinakuja kucheza uchi mbele ya Yanga zinakujaga kuibua maswali kwamba Young Africans imetoa hongo yaliyowakuta JKT Tanzania hapa na timu nyinginezo nyingi ambazo zimefungwa na Yanga. Yaani timu zote ambazo zimefungwa na Yanga goli nyingi, wachezaji wao wameitwa maduka. Ndio hawa wanaitwa kina Chama. Chama aliitwa duka kwa sababu ya 5-1 na wengine kibao. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo ni quality ya Yanga. Ukija kuiheshimu Yanga, utacheza nao vizuri na utakuja kuwaletea ushindani. Kama vile ambavyo Dodoma waliheshimu Yanga. Waliheshimu Yanga, wakajua madhaifu ya Yanga, wakapita kwenye njia, wakaishona. Kwa Singida Black Stars, ikija kama bondia mwenye hasira ambaye anakuja kung'ata mara baada ya kutupa makonde, anakufa hapa Singida vizuri sana. Lakini ikija na discipline nzuri, tutakwenda kushuhudia moja kati ya mechi bora. Narudia, mechi ya Singida na Yanga ni ngumu kuliko mechi ya Simba na Yanga. Lakini wakati huo chuma cha Mjerumani unaona mnyama amejipata na pointi 2 ambazo zimebaki. Waona na silo lote sisi chochote kwenye ubingwa. Mpaka sasa Simba imeishitua Yanga, kwa maana ya kwamba wachezaji wa Yanga wakileta utani, kumbuka mpaka dakika hii Yanga ina possibility ya kuwa bingwa 80%. Kwa nini? Kwanza inaongoza kwa alama, michezo sawa na mnyama. Pili, inaongoza kwa magoli. Tatu, imeruhusu magoli machache kuliko mnyama. Unaelewa vizuri? Sasa kama itatokea wamefungana michezo, Yanga haijapoteza, Simba haijapoteza, Yanga itakuwa bingwa kwa tofauti ya alama 2. Unaelewa vizuri? Kama ikatokea wamefanana kwenye kila kitu, kwa maana ya kwamba pointi sawa, michezo sawa, michezo sawa, kitakachokuja kuangaliwa na pointi zikawa zinafanana, kitakachokuja kuangaliwa umeruhusu magoli mangapi, umefunga magoli mangapi. Unaelewa? Hiyo ni possibility ambayo Young Africans wako nayo. Lakini wachezaji wa Yanga, ubingwa uko mikononi mwao. Wao wanaamua kuutupa au kubaki nao, kwa sababu wana kila njia ya kuweza kupata matokeo chanya katika mechi ambazo ziko mbele yao. Ukweli, Yanga kwenye mechi ambazo zimebakia mpaka sasa, Yanga ina mechi ngumu zaidi kuliko Simba. Yes, kwa sababu Yanga ina mziki wa Azam back to back, CRDB na NBC. Ina mechi ya Tabora, moja kati ya timu ambayo imekuja hivi karibuni kuwa sugu sana kwa timu hizi kubwa mbili.
licha ya kuwa usugu wake ulikuwa away kwenye mechi ambayo, kwenye viwanja ambavyo havina ubora sana. Tumeshuhudia sote hapa, mnyama amejikaangia TRA inavyotaka. Mtu hakuamini TRA ya Arusha na ya Dar ndo ile ile. Maana kama wanakutana live hivi ngumi miaka 6. Yaani TRA ya Dar na Arusha wakikutana hivi ngumi miaka 6. Kwa sababu Chobwedo amekuwa mpeche sana. Sio kwa bahati mbaya, ni ubora wa Simba. Ukweli Simba katika dirisha dogo, baada ya kuongeza hawa watu wao, kuna improvement kubwa ya wao kuongezeka kwenye kikosi chao. Sasa ili improvement ionekane kuwa kubwa na bora zaidi, nitakuja kulisema mwisho mwa msimu, ikiwa nalisema hili kwa sasa, kwa maana ya kwamba Simba ili iwe bora katika ligi kuu soka Tanzania bara, ichukua ubingwa wa NBC na CRDB, na mimi nitakuja kupongeza. Like, yes, yani Simba ili iwe bora mbele ya macho ya chuma cha Mjerumani, ni kuchukua ubingwa mbele. Maana achukua ubingwa CRDB na yani kichukua hivi vyote, nitaipongeza Simba. Kwa sababu gani? Imekaa kitako muda mrefu na kuisoma Yanga wapi ilikuwa ina ubora, na imekwenda kufanyia kazi. Na muone kwa wamefanikiwa. Bado Simba hajafanikiwa kwa sababu haina kikombe chochote cha maana. Simba nitakuja kusema imefanikiwa. Simba nitakuja kusema imefanikiwa endapo itachukua ubingwa vikombe viwili mbele ya Young Africans. Nitakuja kulisema. Mimi uzuri wangu huwa nanyokaga mapema, nawaambia. Kwa ubora wa Simba mpaka hivi sasa ni mapema kusema imekuwa bora kuliko Yanga. Hivi leo kusema Man City ni bora kuliko Arsenal. Na moja kati ya kitu ukitaka ujue, baadhi ya sisi wa Tanzania, tuna changamoto ya afya ya akili. Yani mtu kabisa ambaye mnamwamini na familia yake anakuja kusema timu ambayo ilistahili kuwa kileleni sio Yanga. Yanga haikustahili kuwa kileleni. Wewe unataka kae nani mke wako pale kileleni? Unaona vizuri? Ulitaka akae mke wako kileleni ndio useme amestahili. Ni mambo ya kipuuzi, tuzungumze football. Yanga haipo kileleni sio kwa kupigiwa kura za ndio, kwamba kakae pale, hapana. Si mmekutana? Si mmemalizana na Samuel kule? Mbona ulishindwa kumfunga? Lakini tuma unasikia sasa maneno anasema kwamba Yanga anataka kumkimbia Simba kwenye finali ya CRDB. Kwa maana Simba ukiangalia sasa hivi wana kiburi na wanajeuri timu yao kwamba ni bora zidi ya Yanga, wanamtaka muda wowote. Sasa ni kauli za vijiweni na watu wenye changamoto ya afya ya akili. Hivi wewe Yanga imefunga Simba mara 6 mfululizo kwenye mechi 8. Kwenye mechi 8 ukiondoa 9 ya kombe la Muungano. Mechi 8 mashindano serious. Simba kwa mara ya kwanza imepata goli 2 mechi ya Isamuyo. Uongo kweli? Kweli. Hivi kweli Yanga iogope Simba? Yaani timu ambayo ni bingwa kwenye kila kitu nchi hii inaogopaje? Hivi kwa nini nataka tuaminishane kwamba Yanga ishakuwa KMC? Sio kweli. Ni maneno ya vijiweni kutafuta followers. Lakini uhalisia hapana. Hawa sasa tunakutaka Isamuyo huku utoki. Si ndio? Aliomba mechi ishe kule Isamuyo nani? Ndio tunaulizana hapa. Ndio maana mimi nalisema mapema kwamba ubingwa wa mashindano haya mawili hii ende clear. Wachezaji wa Yanga ubingwa huu wa CRDB na NBC uko mikononi mwao. Wanataka kutupa kuumiza wanayanga wao, ni kazi kwao. Lakini sipingi namna ambavyo Simba ilivyo change baada ya dirisha dogo. Kuna kitu kikubwa ambacho kimeongezeka cha kiuchezaji. Kumbuka Simba ilikuwa inashinda ushindi wa mbinde sana au kucheza vibaya, si ndio? Lakini kwa sasa inayo uhakika wa kuweza kupata magoli bila striker. Ni kitu kukiangalia. Kwa sababu Simba ukifumania, ukishika dakika 20 kipindi cha kwanza, dakika zinazoendelea Masai kanyang'anywa Simba. Nakwambia. Lakini Simba ukiwaacha robo saa wacheza wanavyotaka, Simba wewe si unaona Isamuyo? Wewe huko mchezoni zako na goli 2. Sawa? Mwenda mdogo wangu akavurugwa kuelewa. Hii goli imekuwaje pasini imeletewa, nimekuja kufanywa pressing namna hii. Unaelewa vizuri? Maana yake nini? Hakumakinika. Lakini sehemu ya mchezo anapaswa kujiboresha zaidi. Kwa nini maana yake? Hii Simba ya mechi ambazo zimesalia ukicheza nayo
dakika 15 ukiwakamata, kuna possibility ya kupata matokeo chanya kwako. Ila ukiwaruhusu Simba wacheze dakika 15 wanavyotaka wana kufanyia pressing, utafungwa nyingi. Tumalizie na jambo la uwanja. Comment nyingi zinasema bwana Yanga amepigwa kwenye ile 50-50. Watu wanataka kusikia maneno yako kuhusiana na jambo hili. Moja kati ya masikitiko makubwa katika baadhi ya watu ambao tuko nao, tunashindwa kuelewa kitu kimoja. GSM na Mo Dewji, nani wa kwanza kuahidi uwanja? Na nani aliyempiga mwenzie? Nakuuliza wewe. GSM na Mo, nani wa kwanza kuahidi uwanja kuujenga? Mo Dewji aliahidi kwenye zile mchakato wa kuinunua Simba kwa bilioni 20. Alisema atajenga uwanja na sehemu ya academy kwa ajili ya watoto. Na Mo ameanza, ni mara ngapi kalizungumzia swala la uwanja? Ni mara kadhaa. Mbona wachambuzi hawahoji kwamba Mo, kwa nini umeidanganya Simba? Ni mara ngapi Mo anaahidi uwanja akafeli? Na kwa GSM ionekane kuwa ni kelele nyingi. Lakini sikajenga kule Bunju. Mo amejenga uwanja wa mechi, eneo la ule sio uwanja wa mechi. Manake uwanja wa Simba hata mnada wanafanyia pale, mnada. Unaelewa vizuri? Unaweza kufanyia mnada kwenye uwanja wa Azam au KMC. Kwa sababu tayari ni uwanja wa mechi. Kuna tofauti kati ya eneo na uwanja wa kuchezea mpira. Kwa mimi swali langu ni moja tu. GSM na Mo Dewji, nani kawadanganya watu kuhusiana na ujenzi wa uwanja? Ni GSM au Mo? Why hawahoji kwa Mo? Alafu kuna vitu vingine vya msingi kabisa. Nani aliyewadanganya watu wake wakereketwa kwamba mtapata kadi za wanachama? Mbona watu hawahoji? GSM ana miaka 4 kama sitokosea, si ndio? Ana miaka yake 4 kama sitokosea. 4 au 5, si ndio? Na ameitoa timu nafasi 79 mpaka hapa ilipofikia Afrika, si ndio? Sasa unapokuja kwanza kusema ni muongo, amewadanganya kinamna gani? Alafu kuna watu wengine ambao tunawaheshimu lakini kumbe uwezo wao kufikiri ni mdogo sana. Yes. Kuna mmoja umempandisha juzi hapa. Umri umekwenda, kazi na umri. Lakini anachokizungumza ni mambo ya ovyo kabisa. Ndio mimi namuuliza, kati ya GSM na Mo, nani kawadanganya hawa watu kuhusiana na uwanja? Ni GSM au Mo? GSM sikaja juzi hapa. GSM Mo kaanza kuzungumza beza uwanja miaka mingi mpaka amekuja kuingilia Jairuti. Kwa nini wachambuzi hawahoji kuhusiana basi bado limekwama huko Iran? Atotulizane na mambo yenyewe, mambo madogo haya bado hajakamilika. Kadi za wanachama hazipo. Watu wamekaa kimya. Kwa nini masuala ya Simba ambayo yameahidiwa zaidi ya miaka 10 wachambuzi hawayasemi, wanapita kimya kama wanaaga mwili wa marehemu? Lakini huku kelele zinakuwa nyingi. Wapunguze michecheto. Mimi ninachotaka kukisema ni kwamba timu hizi tuna kila sababu ya kusapoti project ambazo wanakwenda kuzifanya na kuwapa njia. Tusiwe wakosoaji, hata pesa ya kula watu hawana. Ndio uhalisia. Kwa sababu mimi sipuuzi uwepo wa Mo Simba, sipuuzi uwepo wa GSM Yanga. Tuna ushauri gani? Kwa sababu moja kati ya mchambuzi ni kutoa dira pia. Unaelewa vizuri? Ni kutoa dira, bwana hapa tufanye hili, fanyeni hili, fanyeni hili. Lakini hawawezi. Haiwezekani. Hawa ni matajiri wakubwa sana. Hatupaswi kuwapuuza. GSM na Mo wanapaswa kulindwa kwa wivu mkubwa na kupewa ushauri. Ndio mimi nahoji hapa. Mbona mambo ya Simba hatu hawahoji? Kadi za wanachama zimeotambawa mpaka leo. Uongo kweli? Maana Simba ina wakereketo mpaka dakika hii. Simba na wanachama? Haina wanachama. Mbona wachambuzi hawahoji? Katiba mpya ya Simba wamepewa. Uongo kweli? Inafanya kazi gani? Kuna mtu kahoji kuhusiana ile katiba? Huyo mchambuzi ngule anayejiita, mbona hahoji masuala ya msingi kuhusiana na katiba ambayo amepewa Simba? Inafanya kazi gani? Kwa watu wote wamevurugwa na dirisha dogo la usajili la Simba. Wanafukia mambo ya msingi kwa sababu Simba itaendelea. Hawa wachezaji wataondoka. Mimi siamini kama kuna kupigwa, ila tuwape njia sahihi matajiri hawa ambao wamekuja kunyanyua mpira wetu, GSM na Mo Dewji. Mimi nawapongeza wote, waende katika utekelezaji wa kufanya kazi. Ukweli Yanga wanahitaji uwanja, ukweli Simba wanahitaji uwanja. Hilo halipingiki. Ni aibu kuona nani hawa Singida na uwanja, Simba na Yanga hawana. Kwa hiyo tufike mahali tupongeze hawa matajiri ambao wanakuja kufanya uwekezaji huko.
tulikuwa tuko mbali sisi. Kuna hatua ambayo tumepiga. Waanze na Mo Dewji. Kwa nini ajengi uwanja mpaka leo? Na mtu ambaye amekuja juzi. Ni mambo ya ovyo kabisa. Hawa wachambuzi vipi hawa? Mimi nanisikitisha kidogo, inanisikitisha sana yani. Haiwezekani. Mambo ya msingi kama watu wanaacha, wanakwenda kuhoji mambo ya kipuuzi hapa, na siungi hoja mkono, hoja ya kijinga namna hii. Shukrani kwa mtazamo wako. Limeisha.